Sahandina babos. Rikama babos. Senamana masande lebere babosia. We worship you. We worship you, Jesus, Lord. Wewe wastahili kutukuzwa mfalme. Wastahili kuinuliwa milele mfalme. Upewe sifa zote Jehova. La kama bose hana marisan. Rikable la basola ni la bashani la prede. Mahandi kabosa ni la barepide la babosia. We worship you, Lord. We give you glory, Jesus. You are worthy to be praised. We worship you, Lord. Shahabalaba kosahina babos. Likapeke sohanda li babos. Masahandi ba setididi. Shahalababos. You are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the, say with me, you are the most high. You are the most high God. You are the most high God. Shehala Malazandi Bahasanti Babos. You are the most high God. In our generation, in our lives we say, in our lives we confess you are the most high God. We have never seen no one like you. That is why we say you are the most high God. 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 In our lives we say you are the most high. You are the most high God. Yes, you are the most high. Yes, you are the most high. Yes, you are the most high God. You are the most high God. You are the most high God. We lift up our voices, we say you are the most high. You are the most high God. Jesus, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. You are the most high God. You are the most high God. We lift up our voices, we confess you are the
You are the most high God. We worship you, Lord. You are the most high God in our lives, in our generation, in our families, in our nation. We say you are the most high. You are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the most high. You are the most high God. In our church today we say you are the most high. Yes, we say you are the most high God. In our generation we say you are the most high. You are the most high God. You are the most high God. Lift up your hands to the one who is most high, the only one who reigns forever, and let us give him the glory. Let us give him the praise this morning. Let us tell him you are worthy. Wastahili sifa na utukufu. Pokea heshima zetu. Siku hii ya leo tunasema ni wewe Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Bwana, twasema pokea sifa. Wastahili kuinuliwa, wastahili kuabudiwa. Bwana, pokea sifa. Bwana, pokea utukufu. We give you praise, our God. We give you praise, our God. We give you worship, our Father. Twainua sauti zetu asubuhi ya leo tukisema Mungu wetu pokea sifa na utukufu na heshima. Matendo makubwa tuliyoyaona ni wewe umeyatenda. Ulinzi umetupatia, hekima umetupea, nguvu ya mwili na ya rohoni umetupea, nafasi ya kuwa katika nyumba yako na kukutana na wewe. Bwana, twasema pokea sifa na shukurani na utukufu ni zote ni zako. Katika jina la Yesu, tunapoketi kusikia neno lako, tunaomba kwamba Bwana utazidi kutenda mambo mazuri katikati yetu. Utazidi kunena nasi kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. We can celebrate the Lord together as we give him the glory. Amen and amen. Thank you. We may have our seats in the presence of the Lord. God bless you for the opportunity that he has given us. We praise his name. Na pokea sifa wakati tunapozidi kumfuata, tunapozidi kumsikiza, na tunawakaribisha hata wanaotutazama kutoka nyumbani, wanaotutazama wakiwa safarini mwao, mahali popote ulipo. We welcome you into the presence of the Lord. And may the same blessings that will flow here flow where you are. May the same grace reach you. May the same protection and favor be upon you and your family in Jesus' name. Amen. Now, I want us to turn to the book of Luke chapter number 15. Luka sura yake ya 15 ndipo nataka tusome. Na leo nataka kuongea habari ya kurejea katika mahali petu. Yeah? Back to our divine position. Nafasi ile mtu amepewa na Mungu. Hili ndilo neno ambalo ninataka tuangalie. Tutasoma maneno mawili, moja ikiwa katika kitabu cha Luka hiyo 15, na pili tutasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Tuna maneno ambao yatatusaidia kuelewa the theme and that message in particular.
Story ambao tunasoma katika kitabu cha Luka, it is a story of the prodigal son. Na katika the story of the prodigal son, we are clearly in knowledge of the same. Tunajua habari hizi. Si kitu mgeni, lakini mimi nataka leo tusome with a revelation, with a deeper revelation as God has granted unto us. Na Yesu akapeana mfano huu, ndivyo maandiko inasema, and he said there was a man who had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all that he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in the country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his field to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my father's servants, hired servants actually, have more than enough bread, but I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Praise the name of the Lord. Na Bwana abariki maneno haya. Kuna mengine hapo chini pengine tutaangalia ama yatajitokeza yenyewe wakati tutakapoendelea. Neno hili linasema Yesu alipeana mfano. Akasema kuna mtu mmoja, na ni mtu alikuwa tajiri, alikuwa na watoto wawili na ni vijana. Na kulingana na Biblia nyakati zile, si mnajua inheritance sana ilikuwa ya vijana, na tukabeba ile culture hata huku kwetu. Wasichana hawakumbukwi wakati watu wanaridhishwa vitu vyao. So ilikuwa tu hiyo story. Na yule mtu, maandiko inasema kijana yule mdogo akaja kwa baba yake, akasema, baba, mimi mali ile ambao ni yangu nipe, mimi nifanye vile ninataka nayo, nikule sasa. Bwana asifiwe sana. Na nimewafundisha mara nyingi nikawaambia, usimuone yule mwana mpotevu kama mtu ambaye hakuwa na akili. Kuna kitu ilikuwa katika moyo wake. Tumekaa na ukitazama hata huko mbele, si hata kijana yule mkubwa alicomplain, baba wewe haunipei nini kitu. Kwa hivyo ni mtu labda aliangalia baba yake akaona huyu ni mtu anapenda tu kukaa na mali, hataki kugawia mtu. Si jamaa anasema hata kakodoo huwezi nipa nichinje, lakini jamaa huyu amerudi mkora unamchijia ng'ombe ile imenona. So huyu ni mzee alikuwa mgumu kiasi, na ndio huwa ninashauri wazazi ujifundishe kutokuwa mtu mgumu, kwa sababu watoto wakiona ugumu wako sana, kuna siku watafika watakukataa, watakuondokea, wataondoka katika kile unataka, mpango ule unataka hautaingia kwao. Praise the name of the Lord. I want to say this, there are so many things you cannot force into children, not only to children but to any person. Hata kwa kanisa huwezi sukumia watu barabara moja. Mahali popote pana watu na si mmoja si wawili, hauwezi sukuma watu kuona kile unaona. Ni lazima ufikirie wakati mwingine kusikiza maoni ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo hata ukibarikiwa uanzishe biashara, uajiri watu, ni vizuri kukumbuka kusikiza watu. Maana kama utakuwa mgumu, watu siku moja watakuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko katika nyumba, kama ni katika doha, usiwe mgumu hata wakati uko right. Usiwe mgumu na hiyo righteousness yako. Amen. Even when you are right, you must know when to soften. Maana unaweza pasua nyumba out of your hardness, na hardness yako unaongea ukweli. Huyu mzee alikuwa na akili, alikuwa naona hivi vijana bado hazijakomaa, hivi vijana nikipea pesa labda wataharibu, lakini ugumu wake pia ulileta tatizo. Praise the name of the Lord. So balance. Na hiyo it's out of the way, lakini I hope it helps somebody. Balance your life. Kama ni kuongea unaongea, balance yourself even when you are right. Amen. Balance yourself hata wakati ambapo uko na makosa.
ujue kujibalance. Hapana lipuka, unalipuka unawaka mpaka uwezi karibiwa. Mpaka mtu alikuwa na jambo la kukuambia analikatia pale. Unaingia mtaro, mtu anasema niliona uwezi sikiza, nikaona ukiingia utaelewa. So mtu yule alikuwa na akili ya kukusaidia, lakini ukiwa kwa mtaro ndio sasa anakuambia angekusaidia bereni. Kwa hivyo nimekushauri hapo na Mungu akusaidie. Sitaki kwenda hiyo njia. But huyu kijana akaja akasema, baba nipe share yangu, mimi nifanye vile ninataka. Bwana asifiwe sana. Na akapewa. Baba yule ni baba mzuri pia kwa njia moja ama nyingine, alimpatia. Amen. Akampea mali yake. Lakini kijana akatoka, maandiko inasema and he lived a reckless life. Akaishi maisha ambao haina mipaka, haina njia. Na hii pia sijui kwa nini ushauri huu unakuja. Ujifundishe hata wakati Mungu anakuongezea mali. Hata wakati unaweza pata mali kutoka kwa baba mzazi katika hii dunia ya kawaida. If you are careless, utarudi mahali ulikuwa ama uwe nyuma ya mahali ulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Maintaining your possession requires you to be a man or a woman of understanding. Maintaining particularly in the area of finances. Ni lazima ujifundishe kuchunga pesa. Ni lazima ujiulize mtu hulida pesa namna gani? Mtu hukaa na pesa na njia gani? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Maana usipojua, kuna watu wamepata opportunity, divine opportunities ya kuwa na pesa, ya kuwa na mali. Saa ile uko na pesa haufanyi mambo yale unastahili kufanya. So by the end of the day, wakati pesa zimeisha ndio unarudi kusema na ningefanya, lakini haukufanya. Amen. Sasa nimeguza kule hamtakaki kuguzwa, lakini wacha niwashauri dakika 2. Bwana asifiwe. Si mnataka kuwa na pesa? Mnataka kununua magari na mashamba? Magari na mashamba hainunuliwi na mtu ambaye anaishi maisha reckless. Ni lazima ujifundishe. Wakati unaona pesa zimeongezeka, kuna kitu Mungu anataka ufanye. Ukiona pesa hata zile zinakujanga tu mara moja pap, kuna kitu Mungu ameona na ametaka ufanye wakati huo. Usipofanya kwa wakati huo, kuna mtu anarudi kuligret na kuona ya kwamba na kweli si nilishika pesa nyingi. Si mimi nilikuwa mtu ambaye ako na mali. Amen. Uwezi kuwa mtu ambaye ulikula masausage tu na nini na mitura hapo na madazi, halafu unataka kujenga vitu, unaongea habari ya maono makubwa. Haigiangi hivyo. Maono makubwa inastahili mtu ambaye ako na akili ya kupanga na upange kile uko nacho. And then me advice, plan and organize yourself on what you have. Learn to live within your budget. Learn to live within your means. Hallelujah. Ishi maisha kulingana na budget yako. Wewe unapata pesa gapi? Ni vizuri ujue ya kwamba, kwa mfano tunasema ya kwamba not more than 1/3 of your earnings should go to paying rent, for example. It's a mandatory statutory. You cannot change that. And it is known. Kama unataka kusonga mbele, nyumba ile unakaa lazima iwe less or equivalent to 1/3 of kile unapata. Kama unadhokoma 6,000, nyumba yako isipite 1,000 gapi? 2. Ikipita 2,000 kuisha wewe. Na utaona tu uko mbele. Ama utabidi pande nyingine ndio utajikaza. Are we together? Number 2 is a principle. Ni lazima usave at least 10% of your earnings, regardless of whether it is much or not. Sasa hii imetoka wapi jameni? Si tufanye biashara siku nyingine, tuachane na hii maneno. You must save. Ati you? Come on. You? Eburudia hilo neno must. Sema must. Ni lazima. Hatukuombi kama, hatukuulizi kama unataka. Ni lazima umake sure 10% of your earnings. Kuna mahali unaweka. Na hapana weka kwa mshwari hapo. Unachomoa tu hapo na tu airtime. Enda uweke mahali hazifikiwi. Jina la Bwana libarikiwe. Wengine fungueni account ambazo na usikubali kupewa ATM. Kaa bila ATM. Account yako ni ya kusave tu pesa, ni ya kuweka pesa mahali, ni ya kumake sure ya kwamba it is secure. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wanasema hivi pia, ni lazima kila wakati katika maisha yako pesa zile umeweka mahali umesave zinaweza kukusustain a minimum of 6 months bila kusumbuka. Unaweza futwa kazi na ukae miezi mingapi? 6 bila kuhitaji mtu kukusaidia.
Lakini sisi kakitu kadogo tu hiccup kadogo kutokea. Brother, nilikuwa nauliza unaweza kuwa na 40. Unajua kuna mtu anauliza pesa zingine mpaka unashindwa. Ako nomo. Ni ara amenya ule aroiga, anajua vile anasema, because kukopa 200 baada ya ati ulifutwa kazi the other day, sasa unakopa 200 ya fare. We akili hauna. Wacha tukubali hivyo, na hiyo nitawasomesha siku nyingine. Tuachane na hiyo. You must save an equivalent of 6 months sustenance for yourself at any given time. Na muache kujifanya maskini. Ukiweka mentality yako ya umaskini ndio inakuongoza, utakuwa maskini milele. Amen. Wengine watakuuliza hasa pastor, mimi najaribu kugawa, ninashindwa kugawa. Wewe muone kugaya. Shindwa kugawa tu, siku itafika utagawiwa. Zitajigawa zenyewe. Utazikuta vile zinajigawanga. Zinajigawa, unashindwa ni kurogwa, ni merogwa, ni shetani. Na wengine utaishi maombi hapa. We pastor niombe. Landlord hataki kuniona. Uombe tu nipate favor. Landlord hakujenga nyumba ya kupeana. Yeye si Red Cross. Yeye ni mpagishaji na anapagisha na ni lazima alipwe. Elewa hivyo. So panga maisha yako. Bwana asifiwe. Hiyo imetoka kwa huo mstari ambao nimesoma. He went and lived a reckless maisha bila mpango. Maisha ambao kesho itajiriria, hata Biblia imeandika. Haleluya. Msisubukie kesho. Amen. Biblia imeandika, lakini imeandika hapo mbele, hapo haukusoma katika kitabu cha Proverbs, mtu mwenye haki huwekea wanawe na wana wa wanawe nini? Urithi. If what you have cannot sustain you, can it sustain your son? Come on. I'm asking, kile uko nacho kama akiwezi kukutosha, kitatosha kijana yako? Kitatosha mtoto ya kijana yako? Unapaswa uwe na mashamba ambao unaweza achia hata generation mbili hazitasubuka. Unaambia usisubuke kununua. Nyinyi sasa ile mashamba munanunulia my great grandchild, ndio munanunulia mashamba, ndio munawekea mahali. Ile mali iko mtatumia itatosha. Lakini sisemi mfanye hivyo watoto wakose kufanya kazi. But I mean, ni lazima uwe na kakitu umeweka. So hebu angalia mtu kwa ubali umwambie, kibiblia ni lazima uwe na kakitu umeficha mahali. Angalia mwingine umwambie, ni Biblia imesema sio sisi. Muulize kama kuna kakitu ameficha. Wengine hata sasa hakuna kakitu kamefanya nini? Kamefichwa. Praise the name of the Lord. Okay, circumstances may not allow some things to happen at a go. Lakini ni vizuri kuchunga. Kama hakuna project unafanya ati ndio imekula pesa. Pesa yako unakula na tubo. Wewe uko na shida. Pesa haikuliwi na tubo yote. Unakula na maproject. Unakula na watu wengine. Hata hii wanafunzi hii naona hapa. Weka ka plan kwa akili. Kuwa na kakitu unaweza fanya. Weka tu pesa. Pocket money hapana kula yote. Wasichana, haleluya. Nywele, kiatu. Kuna jamaa mwingine mmekutana naye anauza 2 tops, umenunua 3 na zingine zimejaa kwa box hujavaa. Wewe tumia akili. Lakini sio nyinyi, naongea ni hao wengine hawakukuja leo kwa ibada. Bwana asifiwe sana. Kijana unachomoka na viatu zingine, sijui tuliambiwa zinaitwa nini? Kuna viatu tuliambiwa na nimesahau. Sio sharpshooter. Kuna maviatu zingine wewe za ile za 4,000, 5,000. Mtu hajaajiriwa ni mwanafunzi na kiatu ako na 1,000 ngapi? Hata baba hajawahi vaa kiatu 2,000, lakini wewe uko na 1,000 ngapi? Na ni mwanafunzi. Ninawaona. Bwana asifiwe. Sorry. Sikuwa nasema habari ya kina Job. Bwana asifiwe. I mean, ni vizuri wewe pia uwe na ka program kwa akili. How can I save a little money? Praise the name of the Lord. Mimi nitakwambia hivi, ikiwa wewe ni mwanafunzi na hauna culture ya kusave saa hizi, hapana, ngoja itamea na huko mbele. Haitakuwa. Ni lazima ujifundishe kuweka pesa. Hata kama utaweka tu kwa kamukebe ya koko, wewe weka tu, lakini bora tu weke. Amen. Yes. Unaficha tu pesa, unakuwa na pesa yako mahali.
Pesa ambao unaweza stuka hivi useme mama, wacha nikusaidie siku moja. Wacha nikusaidie. Umesema ati nini iko na shida? Unapea mama mpaka mama anakuuliza umeiba. Unamwambia hapana. Mama, kila kitu huwa unanipea. Ninagawa kadogo, ninafanya nini? Ninaweka. Lakini sio unatoka hivi chewing gum ni 3 kwa mdomo. Paka unaenda ukipiga ile pua kwa barabara. Utumia akili kidogo. Bwana asifiwe. Mambo haya huwa nawaeleza kwa sababu wakati mwingine tunakosa forum ya kuyaongea. Lakini sikuwa nataka kuongea hivyo. Lakini kijana aliishi maisha reckless. So after a while, Biblia inasema kwamba after a while akajikuta hana chochote, marafiki wamemuondokea, watu wale ambao walikuwa na yeye hawako, akajikuta mahali hana chochote. Biblia inasema akajipeana, praise the name of the Lord, kwa mtu mmoja ambaye alikuwa anafuga nini? Nguruwe. He hired himself. Yani no gobore, unaweza ni kodi. Unajua kuna lugha zingine Biblia inatumia na ni lugha baya. Na ni vizuri uache maisha hii reckless. Nimekuonyesha. Itakufanya uwe rento, kitu ya kukodisha, kama vile mtu anakodishaga nyumba. Unakodishwa, hata wewe unakodiwa na mtu. Unakuwa wewe unatumiwa na mwingine. Unakuwa wewe ni kama mali ya mwingine, atakutumia vile anataka. Ukipata kazi, ndio unasikianga watu wengine wanasema mimi hakuna kazi nimekataa. Kazi ni kazi. Lakini kama uko na tu pesa yako ya kukusustain miezi 6, si utakuwa na wakati wa kutafuta kazi? Pole bila shida. Utakuwa hauna stress. Sio unaingia kwa interview mpaka ukiulizwa maswali unajibu maswali na njia mpaka watu wanaona huyu mtu ni confused. Huyu tukihaya hii kampuni haitakuwa na mahali. Unaongea kwa haraka. Mimi wacha niwaambie, mimi ile kazi naweza fanya. Mimi hata mkiniongeza kazi hata ya waiter nitakuwa hapo. Sasa wanaona hatukuwa tunataka mtu anaweza fanya kazi ya nini? Ya waiter. Umeongea sana mpaka umejiuza. You are hiring yourself. The reason is you live the reckless life. Wapendwa, hii mambo na wafundisha, wekeni kwa akili. Bwana asifiwe sana. So huyu mtu mwishowe Biblia inasema kwamba alienda kuchunga nguruwe na kula chakula ya nini? Ya nguruwe. That is degradation. Or rather a person who is degraded. Ametoka kwa position yake, ameenda kwa position. Ametoka kwa nyumba ya utajiri, ameingia katika nyumba ya nguruwe. Sasa nataka ufikirie hiyo life ya kukaa na nguruwe, kushindana na nguruwe, kile wanakula ndio unachota, unaenda kukulia na hapo kando. Hata uwezi jua, maana haijaandikwa kama alikuwa anaigiza Munioro huko kama nguruwe. Wanashindana huko ngotoga. Jamaa anakula kile wanakula haraka kabla hawa. Na unajua nguruwe ni warafi. So hatujui vizuri vile alikuwa anakula. Lakini sasa we hata muangalia, hata fikiria tu amechota, ameenda kukulia kando. Ni chakula ya nguruwe anakula. Lakini ametoka katika nyumba nini? Tajiri. Do you know there are so many people today who do not live their life? They are living a different life. People who are not living as God wanted them to live, but they are living another life. Hawapo mahali Mungu aliwawekea. Hawako pale Mungu alisema ni pao. Wako mahali tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri leo ujiulize swali. Am I living the life ambao unapaswa kuishi? We are sons of God. We are the sons of the Most High God. Amen. Na kama sisi ni wana wa Mungu, ni vizuri tukuje mahali tujiulize, am I living what God expected of me? Praise the name of the Lord. Now, ninataka uweke mambo haya chini, uyaandike, yatakusaidia. Possession ni zile mtu anaweza poteza, kwa sababu ni vizuri. Maana ukijua, tukifika kuomba, utaweza kujua vile utajiombea. Na pia unaweza jianalyze. Number 1, it is what I call the divine possession. The divine possession. Divine possession ni kile Mungu alikupanga, alikuweka, akikuumba, kama vile Biblia inasema katika Jeremiah chapter 1. Akasema ya kwamba before I formed you in your mother's womb, I knew you and I chose you to be, I ordained you to be a prophet to the nations. So Mungu kuna mpango alikuwa nao. So hata Jeremiah kabla hajafanya chochote alikuwa ameteuliwa, alikuwa amechaguliwa awe nabii
awe mtu ambaye ataenda kuambia mataifa habari za Mungu wa Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. So there is what I call the divine position. You must understand that. Maana ni position yako. Amen. Number 2, ni vizuri ujue the position of potential. The position of potential. Mahali pako kulingana na uweza ulio ndani yako, uweza ulio kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Ni vizuri urealize ya kwamba Yesu akafundisha mahali pamoja akasema, to him who much is given, much will be required. Aliyepewa nyingi atadaiwa nyingi. Bwana asifiwe. The story of the talents mnaikumbuka katika kitabu cha Matthew chapter 25. Waliopewa talents, mmoja akapewa 5, mwingine akapewa 2, mwingine akapewa 1, according to their ability. So ni vizuri ujue ya kwamba there is my position according to the potential ambayo iko ndani yangu. What potential is in me? Praise the name of the Lord. Nina uweza gani? Na uweza unaweza gawanywa katika viwango. Uweza unaweza gawanywa hivi. Kuna uweza kulingana na hekima. Potential according to wisdom or knowledge that you have. Hiyo ni kusema ulipokwenda shule ukasoma, kuna potential ulijengeka. Amen. Na ile potential ulijengeka ndani yako ulipokwenda shule. Hiyo potential ni kitu cha muhimu kushika. Kwa maana siku moja utasimama mbele za Mungu kulingana na hii. Serikali ya nchi yako ikatumia pesa nyingi, wazazi wakatumia pesa, ndugu zako wakatumia pesa, kwingine huku anafea ya kwenda shule. Your brother ambaye anafanya kibarua anakupea 500 uende shule, anajinyima ili uende. Hiyo knowledge ambayo you acquired, it is a potential, na it has costed somebody something ili ufikie kuwa na ile hekima, uwe na ile knowledge. Jina la Bwana libarikiwe. Ni vizuri ujiulize, am I living according to my position? In terms of potential, am I living my potential? Na unaweza ishi bila kufanya kazi kulingana na potential yako. You are working below the potential. You are operating below the potential. Hallelujah. May God help you to understand what I'm saying. Because kama hauelewi hili jambo, unaweza ishi mtu mkuu, lakini potential yako it is not realized. Hallelujah. Ni kama vile huwa nawafundisha na wauliza, mtu ambaye amesomea udaktari akasoma akamaliza, alafu ameingia biashara, huyu mtu anatusaidia? Hatusaidii. Kuna upande tunasaidika hiyo biashara anafanya, lakini kuna upande tungesaidika zaidi kama angekuwa hospitali anatreat wagonjwa. Maana serikali ilitumia pesa nyingi na miaka 6 kusomesha daktari, lakini naye daktari akatoka akaingia wapi? Biashara. Amen. Na sisemi ni makosa daktari kufanya biashara. Akiweza kujibalance, aishi na potential yake na aitumie, it is alright. Lakini ni makosa daktari kuingilia biashara mpaka kile anaongea ni lete toothpick. Haongei kitu kingine, toothpick ya kutoa nyama kwa meno juu ya vile amekula. Hafikiri. Hata akisoma news wagonjwa wanakufa, anasema hapa tutaleta PPE, tutauza. Hafikiri vile wanaweza ponywa, anaona vile biashara itafanywa. Anaona kuna dawa nilisikia huko China, nilipokuwa nimetembea huko Guangzhou. So ninataka kuona vile naweza ileta. Yeye anaona biashara, haoni uponyaji, anaona nini? Biashara. He is not living to the potential. I have just given an example. A teacher ambaye alitrainiwa, akafundishwa vile atakuwa mwalimu, alafu akaenda kufanya mambo mengine akakosa ule ualimu, akakosa kuwafundisha wanafunzi, basi ile potential imetuharibikia, haitatumika, haitatusaidia. Bwana asifiwe sana. So there is knowledge potential ambao mtu anapaswa kurealize. Number 3, ningetaka kusema ya kuwa tumesema kitu cha kwanza, position ile unaweza poteza ni position tumeita nini? The divine position. Hiyo si kupanga, si kukusudia, ni potential, ni mahali umepewa, position umepewa na Mungu kabla hata hujaumbwa. Bwana asifiwe sana. Number 2 tumesoma according to potential. Hallelujah. Amen. So understand potential ile Mungu amekupea uitumie. So number 3 ninataka kusema habari ya gifts.
Bwana asifiwe sana. Kuna possession by gifts. Unaweza kuwa na kipawa cha Mungu, so kinakupea mahali fulani. Na ni vizuri kujiuliza, in the area of giftings, nimepewa karama na vipawa na Mungu. Je, karama zangu na vipawa vinafanya kazi vile zinastahili kufanya kazi? I am a pastor. Am I pastoring according to the purposes of God, zile ambazo zimepewa na gift za Mungu? Am I utilizing the gift of God that is in my life? Je, ninatumia karama ya Mungu, talanta ile nimepewa according to its workings? Bwana asifiwe sana. Na ndio Biblia inatupea huo mfano katika Matthew 25. Anasema ya kwamba na watu wataitwa kila mtu apeane ripoti kulingana na kile alipewa. Na mwenye alipewa 5 alihitaji tu kuleta zingine ngapi? 5. Mwenye 2 alihitaji kuleta zingine 2. Hakuwa compared na yule wa 5. Hakuambiwa mbona hujaleta 5 kama yule mwingine. Aliulizwa tu, wewe umefanya nini? Akaleta 2. Nao number 3, yule alipewa 1 aliitishwa akasema, nilikuangalia nikaona wewe ni mjeuri, unavuna mahali hujapanda, wacha nikuonyeshe. Akatoa, kampatia, akamwambia chukua pesa yako, usinifanye mjinga hapa, mimi si mjinga. Hakuenda kulingana na expectations. Praise the name of the Lord. So possession you can lose, the possession of the gift. Wewe uko na mahali, uko na vipawa, na ni vizuri watu kujua hii mambo. Unaweza ishi, unaweza kaa, maisha tu inasonga. And let me advise everybody that is listening to me, life is still continuing whether you are sleeping on your gift or whether you are utilizing it. Potential yako kama inafanya kazi ama haifanyi kazi, maisha bado inasonga. Na siku moja itafika, utasimama mbele za Mungu na utahitajika kutoa kulingana na karama, talanta na ule uweza ulikuwa ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Of course kuna mengi, lakini for now ninataka tuende mbele. So ujiulize hili swali number 1. In the area of what I would call the divine position. The divine position. What was purposed before the heavens and the earth were created. Wakati Mungu alikuwa anaumba dunia na akapanga ya kwamba kutazaliwa mtoto, atakuwa hivi na hivi, atafanya mambo haya, atafanya yale. Nikuulize hivi, are you living according to that purpose? Makusudi ya Mungu katika lile eneo unayaishi ama unaishi vingine? Position ile Mungu alikuwekea, akakupea ya kwamba I am creating a child, na huyu mtoto atakuwa na atafika hapa. Je, unatembea katika ile njia ama unaenda njia nyingine? Are you here where God made you to be? Ume maintain position ama umepoteza position? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Potential ile iko ndani yako, is it being utilized? Is it helping people? Uweza ulio ndani yako ambao Mungu aliweka akasema huyu mtu abebe huu uweza. Wakati uweza ule wengine tumepata uweza, wengine tulipitia mahali. Na wapendwa, ndio huwa nasema ni vizuri ujifundishe kuwa mtu ambaye uko makini kwa kila jambo. Unaweza enda uishi na mtu miezi 2. Haukuwa umeenda huko kuishi, ulikuwa umeenda masomo. Kuna potential Mungu alikuwa anataka kukuonyesha imelala ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna mfano mmoja nimependa kuwapea. Ninawapea kwa sababu mfano huu uliamsha moyo wangu na ulifanya ijulikane kitu kilikuwa kimekaa. Huwa nawaambia, mimi kuhubiri kwangu siku ya kwanza ilikuwa accidental. Ile kuhubiri kwa kanisa, kuhubiri na huko nje nimewahi hubiri na nilihubiria watu, niliongea na watu. Sikuwa mhubiri vile, ni ile unajikakamua tu, unajitia moyo. Lakini siku moja pastor hakuja, assistant pastor hakuja, na kwa hivyo mwishowe huwa nawaambia kwa kiherehere mingi ambao sijui ilikuwa imenitoka wapi, hata sijui nini ilinishika. Lakini nikauliza mama mchungaji, nani anahubiri leo? Sijui, niliangalia tu hivi nikaona hii nyumba haina mhubiri. Hii nyumba venye naangalia watu, unajua mhubiri hukaa kijipaka, unaweza ona vile either maombi ile anaomba, vile anachukua Bible, utajua tu huyu mtu ako na kazi.
Lakini ukiona mhubiri amekaa amerelax, wewe jua labda kuna mgeni anakuja. Praise the name of the Lord. Sasa mimi nimekaa hivi nimeangalia nyumba nimeona hatile muhujia, hakuna mhubiri. Na kiherehere si nimeuliza. Mama aliniambia ni wewe unahubiri. Sasa mimi ninamwambia hapana, mimi siwezi hata. Na unajua tunaongea na sign language. Anaangalia pande nyingine maana sitaki aniambie hiyo maneno anataka kusema. But eventually nilijikuta nitahubiri. Bwana asifiwe sana. Na nikabidi kuhubiri. Wapendwa, sijaiona siku mrefu kama hiyo. Kwanza katikati ya mahali alisema ni wewe na mahali niliitwa ilikuwa ni kama siku 2 na ni dakika 10. Lakini naona kama siku 2 zimeshikana because nashindwa guys, sasa nitaitwa. Unajua ile maji kwa tumbo, unaogopa, ninatetemeka, watu wanafikiri ni roho wamenijaza zaidi, wale tuko karibu lakini hawaelewi ninaogopa. Una sweat na ni wakati wa baridi kama sasa. Una sweat. Na una sweat kitu ambao haujui. Wapendwa, mwishowe nilisimama nikahubiri. Si watu wameenda kupigia pastor kelele, wanamuuliza pastor, ni aje unaweza kuwa na mhubiri mzuri hivyo na tunakaa hapa tukisubuka? Kwa nini tumekuwa tukisubuliwa na mhubiri umeketisha kumbe unamjua? Pastor hata anauliza, mhubiri mgani huyo alihubiri? Maana pastor hakujua. Hii ni mambo imepagiwa kwa ushirika. Bwana asifiwe. Wapendwa, mchungaji anauliza, ndio anaambiwa huyu kijana, unajua watu hata wanijui jina. Hakuna mtu alikuwa ananijua vizuri, mimi ni mgeni kwa kanisa. So huyu kijana unaona yule kijana anatoka ng'ambo ile. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, of course hiyo ng'ambo ilitoka maneno mazuri nikahubiri. Ndio siku watu walijua mimi ni mhubiri. Mnaona hiyo? Mungu amenipeleka kwa ushirika saa ile hakuna mhubiri. Anajua potential imeketi ndani yangu. Anajua mimi niko na a divine assignment as a preacher. Hallelujah. So swali ni hili. Do you know your God-given position? Do you understand it? And are you operating according to that which God has given unto you? Are you operating in it? Na watu wengi nitasema Mungu atusaidie sasa tuanze kujirekebisha. Tusije tukafika mbele za Bwana kama yule mtu mwenye ile talenti moja ambaye ameificha kwa mchanga. Bwana akitokea ndio anamwambia shika vitu zako. Unajua utajijua. Ukifika mbele zake utakuwa wazi. Utajiona, haya kumbe ningekuwa mtu wa kufanya hii na hii. Kumbe ningefanya kazi fulani. Hiyo ndio watu sasa wataanza kutayarisha kile watarudisha ni kile walipewa. Praise the name of the Lord. But can you pray for divine understanding and divine revelation so that you know yourself according to the original purposes of God? Hallelujah. Makusudi ya Mungu akikuumba ni nini? Ni nini alikuwa anataka ukafanye katika dunia? Kwa nini Mungu amekupitishia mahali fulani? Wengine umepitia kwa watu ukasome. Bwana asifiwe. Wengine umekaa na watu wakubwa ili uwaulize maswali wakusaidie vile utafanya huko mbele. Bwana atukuzwe. It is time for us to understand. So nitasema hivi. Number 2 tumeongea habari ya nini? Potential. Si umeelewa? Divine purpose. Number 2 or divine position. Number 2 tumeongea nini? Potential ya mtu. So ni potential gani imeketi kwako? Ni potential gani Mungu ameweka katika maisha yako? Ni potential aina gani Mungu ameweka katika maisha yako? Ambayo wanataka isaidie watu, ambao wanataka iinue wengine, ambao wanataka pengine iwe msaada kwa watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. So it is important for us to begin to ask ourselves this question. Sisi kama watu ambao tumeitwa, tumechaguliwa na Mungu, ni potential gani Mungu ameweka kwako? Ni potential ya aina gani Mungu aliinvest katika maisha yako? Because the potential invested in you. I will repeat these words again. To whom much is given, much will be required. Aliyepewa nyingi, atadaiwa nyingi. Hapana fikiri Mungu atatuhesabu the same. Hapana, kutalingana na kile Mungu aliweka katika maisha yako. Waliopewa nyingi, waliopewa vitu vikubwa, siku ya hukumu ikifika Mungu atadai vitu vikubwa. Atadai ungehusika na watu wengi, ungesaidia watu wengi, ungeinua watu wengi. Jina la Bwana libarikiwe. So
number 3, of course tumeongea habari ya nini? The gift. Ni karama gani ambazo Mungu amekupea? Ni vipawa vya aina gani Mungu amekupea? Ujiulize hiyo maswali kwa sababu ni necessary huko mbele unakokwenda. So nitakwenda mbele kwa sababu nataka tusome. Huyu mtu akapoteza position. Jina la Bwana libarikiwe. Na tuseme hivi, alipoteza position kwa nini? Wale ambao walikuwa hapa Thursday tuliongea habari ya mtu aitwaye Samson. Kiasi. Thursday mbili zimepita nimeongea habari ya Samson kidogo. And I want to say one or two things which are similar in what we learned on Thursday. One of the things ambao inafanya watu kupoteza position zao ni kitu tunaita assumption. You assume. Kudhania kwa Kiswahili. Kudhania ni pale unajiweka ya kwamba you are not facing the reality. You want to assume. Hautaki kuangalia ukweli wote. Uangalie mambo kulingana na sura ya ukweli na uso wa ukweli. Unaangalia kulingana na mafikira yako na mipangilio ya akili zako. Bwana Yesu atukuzwe. What has God purposed for your life? Are you living in reality or living in assumption? Unaishi kwa kujua, kwa kuelewa, kwa kutambua, ama unaishi kwa kufikiria na kudhania? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu wengi wanapoteza mahali pao kwa kudhania. Number 2, kuna neno ambao tulidiscuss bado lakini nataka kuliweka hapa upya. Kuna kitu ambao tunaweza ita kutokuwa serious, you know, living a life whereby you are not serious about anything. Now this is kindly away from ile tunaweza ita nini, assumption. Kutoishi maisha ya kumaanisha. You are living a life like you are a fake, like you are just living for the sake of it. It is like you are living like a rehearsal. Unajua rehearsal, si mnakumbuka rehearsal? Mulifanya mtihani, ninajua hivyo. Ulipofanya mtihani ile siku ya rehearsal, hiyo ulipewa ni point gapi ulipata? Ulipata point gapi kwa rehearsal? Hakuna. Maana you are not being tested. Ulikuwa unasaidiwa vile utafanya kesho. Are we together? Kuna watu nao katika wokovu na katika maisha na makusudi ya Mungu wanaishi kana kwamba they are rehearsing for the real day. But it is good for you to understand, every day is a real day. Every day of your life is a day. Siku hiyo unaishi leo ndio hiyo siku. Na hii ndio siku Mungu atakuuliza maswali. Na hii ndio siku Mungu angetaka kujua unafanya nini, unakaa namna gani, unaongea namna gani, unatenda nini. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu wengi katika kanisa ambao wanaishi maisha kama Samson, reckless living, kama hivyo tu nimetangulia kusema pale mbele. Reckless living. Unaishi tu bila kujali. You are careless. You are reckless. Haujali vile unafanya, haujali vile kunafanyika. Bwana Yesu atukuzwe. Haujali ni nini kinaendelea. Haujali watu wanafanya nini. Haujali wewe watu wanasema nini. Amen. Maisha ya kutokujali, hii kuwa reckless, careless. Na carelessness huanza kwa akili. Carelessness haianzi kwa matendo, inaanza kwa akili. Unakuwa reckless katika mawazo, mafikira, mipangilio yako kwa mawazo. Unakuwa tu mtu ambaye haujali au you don't care. Sasa si mambo tu itaisha tu, inakuanga hivyo alafu inakuja inaisha. Hiyo ni mafikira uko nayo. Lakini ni vizuri kujua ya kwamba Mungu kuna makusudi ako nayo. Praise the name of the Lord. Na makusudi yake kwako ni muhimu uyaelewe. Amen. So, elewa hili jambo ambalo tunajaribu kuliangalia. Ya kwamba kama maisha yako yatafika mahali yawe productive, maisha yako yazae mazao kama vile Mungu alikusudia, you must come from the level of careless living. You start minding your life. Hallelujah. You start taking care of yourself. You start minding about whatever is happening in your life. Ni nini kinafanyika katika maisha yako? Ni jambo gani linatendeka katika maisha?
Hapana kuwa mtu ambaye hiyo mambo inakuanga hivyo tu na inakujanga inaisha. Of course wewe unaona hivyo, lakini siku moja utagundua mambo haiendi hivyo. Mungu alikuwa na kaplan. Bwana asifiwe sana. Recklessness, carelessness huwaondoa watu katika mambo yale. Position zile Mungu amewapea. Ukianza kuwa careless, utatoka kwa position. Bwana asifiwe sana. Number 3, wrong ama unrighteous desires. Tamaa zisizo haki zitakutoa katika position ambayo Mungu amekupea. Unrighteous desires, tamaa ambazo hazina haki. Hii ni kusema namna gani? Ni tamaa ambazo haziongozwi na misimamo iliyo sawa. Why you are doing whatever you are doing has no sound basis. It has no righteous basis. Haina haki. Hauko ufanye hivyo. Haikuwa na maana, hakuna faida ungepata kwa sababu ya kwenda hiyo njia. Mungu hakuwa anataka uende. Kuna kile kilikuongoza. And unrighteous desires can be as simple as following the multitude. Umefuata umati. Watu wanafanya hivi. Kwa hivyo unafuata, unafanya hivyo, watu wanafanya. Bwana asifiwe sana. Unatamani zile vitu, unataka kuwa kama watu wengine. Unataka kufika pahali watu wengine wamefika. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa hata sasa wakati nimekuwa nikiangalia nikasema, jameni, ni Mungu atatusaidia katika hili taifa. Kuna a lot of drifting away, as I said another day. Drifting away from what is right, from what is godly. Watu wanazidi tu wakiondokea. Na shida ni kwamba mhubiri anainuka, badala ya endelee kuhubiri na ile laini Mungu alimpea, anaanza kukope wale wengine. Kanisa siku hizi kila mtu anahitaji deliverance. Ni kweli? Bwana asifiwe. Hata watu ndio wanajua wanahitaji deliverance. Pastor, nataka kukuambia mimi niliona nikuje juu nahitaji deliverance. Sasa what are you being delivered from? Wengine unakombolewa wapi? Okay, ni sawa, unahitaji kukombolewa. Kutoka wapi? Kutoka kwa nini? Bwana asifiwe. Wengine misingi yetu ni ya haki hatuna, lakini sasa utakuta mhubiri, maana wale wanafanya deliverance utawaona wameinuka, wale ambao wanaombea hiyo mambo wamenunua manyumba, wamefanya, mwishowe kila mhubiri akageuka hiyo njia. So makanisa mengi siku ya leo ukienda katika hili taifa letu, the basic thing, the major thing utaona ni nini? Deliverance. Maombi ya kuombea watu ukombozi, watolewe pepo. Na sasa mimi hushindwa, ukitolewa pepo leo, kesho unahitaji kutolewa ingine. Ilirudia wapi? Basi kuna kasoro. Lakini nasema hivi, si ati kwamba namaanisha hakuna ministry of deliverance. Ipo. Bwana asifiwe. Yes. Tunaombea watu. Nilienda mahali nikaombea mtu mmoja, alafu mwingine akaniambia, "Hii ni ndio sikuwa nafikiria unakuwaga na ministry ya deliverance." Sasa yeyote ambaye ameokoka, ministry of deliverance is natural. Biblia inasema kwamba they will cast out devils as many as believe. Praise the name of the Lord. So ministry of deliverance iko, lakini hatuwezi major on deliverance. Kila mtu deliverance. Hata mtu ambaye hajui kukaa na bwana yake anahitaji deliverance. Na yule hajui kukaa na mke wake, deliverance kubwa. Yes. Naona pepo ya kuwatenganisha. Haleluya. Hakuna pepo. Eda utumia akili kwa nyumba. Hapana, tumia roho. Kwa nyumba kuna mambo inahitaji akili. Bwana asifiwe. Yes, watoto wenda ujue vile utakaa na wao. Kuna watoto hawana pepo, ni wewe uko na shida. Wewe hausikizi watoto, unataka tu kusikizwa. Ukiingia ni kama komanda. Shule inakaa kama barracks. Paka ukiingia unaona watu wamekaa hivi mahali wameangalia hawezi geuka. Wewe sasa hiyo nyumba utaharibu tu hapo na utakuja kuombea. Utahitaji deliverance, na deliverance ile unahitaji ni deliverance ya akili baya. Hauna pepo. Praise the name of the Lord. So tunaelewana? So ninasema hivi, unakuta mtu mwingine Mkristo, vile Wakristo wanaishi, siku hizi watu hawakuangi so serious, hawaombi sana, hawafungi sana, na wewe unalegeza kamba, unakuwa kama wao. You lose position. Praise the name of the Lord. Ujielewe ni mambo gani itakufanya ushuke kutoka mahali ulikuwa. Praise the name of the Lord. And I want to say this, and it may be out of the way, but it is very important for you. Salvation is a personal matter.
is a personal issue. Wokovu ni kitu cha kibinafsi. Wacha kujaribu kujipima na watu. Kuna watu hiyo standard upo hawawezi fika, maana wao hawajaitwa kufika kule. Nitarudia haya maneno. To whom much is given, much will be required. Kwa yule aliyepewa nyingi, atadaiwa nini? Nyingi. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao hawataki kuwa kama wao, wanataka kuwa kama wale wengine. Praise the name of the Lord. Wanataka kuwa kama wale wengine. Wanataka kuwa kama mtu fulani vile nilimuona, hivyo ndivyo na mimi nataka kuwa. Praise the name of the Lord. Luke chapter 12 verse number 48. That is the verse I'm keeping quoting because it is important. Praise the name of the Lord. The Bible says much will be required from everyone to whom much has been given. Praise the name of the Lord. Hiyo ni verse Luke 12:48b ndio nimesoma. Kwa yeye aliyepewa nyingi atadaiwa nini? Nyingi. Ataitishwa nyingi. Ni vizuri ujiulize, mimi niko positioned wapi? Na ni mambo gani yanahitajika kwangu? Jina la Bwana libarikiwe. Kuna siku moja nilifanya makosa ambao niliishi kuregret kwa siku nyingi, na ilichukua muda wa miaka mingi kabla sijaweza kufika mahali nilikuwa. Na kile kilifanyika ni kwamba niliambiwa asubuhi moja ya kwamba ujipange, kesho tunaenda mkutano. Sasa mwenye aliniambia twende, askofu wangu, na hakujua mimi nilikuwa nimefunga chakula na nilikuwa nimepurpose kufunga siku 10. Was it? Yeah, I think I had purposed kufunga siku 10. So nimepanga, nimeanza fasting, na sasa unfortunately tulitoka tukaenda mkutano siku ya ngapi? Siku ya 7. Bwana asifiwe sana. Sasa tulipoenda mkutano, mimi sasa nikafika nikashindwa nitajieleza namna gani. You know the way tulikuwa tumefundishwa mafundisho zamani ya kwamba kile mkono wa left unafanya mkono wa right. Sijue na kufunga, ukifunga hapana enda ukijitagaza, ujifiche. Haleluya, funga mlango wako. Sasa hatukuwa tunajua unaweza funga ukiwa hata katikati ya watu. Bora tu haukujitagaza kama kwa kiburi. Hata ukiambia mtu umefuga, na by the way muachage kusubua watu. Kama tumekupea chakula na umefuga, sema nimefuga. Wacha kushida ukitusubua, niko sawa tu. Wacha kutuambia uko sawa, tuambie nimefuga. Leo ni siku ya maombi. Watu wajue hivyo, as simple as that. Hiyo siku si kiburi. Yule mtu ambaye Biblia kufanya kinyume ni ile Bwana asiwe. Hata ukiniona hapa, hii ni siku ya ngapi? Ya 8. Haleluya. Hiyo sasa ni kiburi uko naye. Wewe umelipwa. Watu watakaposema umelipwa hapo cash, umeenda na kila kitu. Ukifika kwa Mungu haihesabiwi. Bwana asifiwe sana. So sasa mimi nikashindwa kujieleza. Nikashindwa sasa nitasema namna gani? Sasa mimi nikajaribu kuhepa chakula. Nasema pea huyo inapeano, mpaka nakaa kama mimi ndio napaga watu vile watakula. Haya, peleka hiyo hapo. Mwishowe ikabaki ni mimi tu sina, ikaletwa. Sasa ungesema ipelekewe nani? Nikakula. Siku ya ngapi? Ya 7, lakini nilikuwa nataka kufunga siku 10. Wapendwa, nilikula, lakini ile nilikuwa najaribu kufunga na nasikia kasauti kananiambia, wewe unafuganga unakatia katikati. Wewe haumalizangi fasting. Wewe mpaka kutoka hapo nikashindwa kufunga siku nyingi. Nikawa ninafunga tu siku 3, siku 2, siku 1. Hizo nilikuwa naweza. Lakini hiyo siku nyingi zikanishinda. Bwana asifiwe. Na zinanishinda kwa sababu ya kile nilifanya. Because nilifanya kama wengine, nilikula kama wengine bila kufikiria ya kwamba nilikuwa nimeambiwa nifunge mwenyewe. Na hatukuwa tumeambiwa na watu hao. So when you don't understand ya kwamba position yako ile umepewa, ni wewe umepewa. Hatuko the same position. Hatujapewa tufikirie the same. Hatujapewa tuangalie mambo vile unayaangalia. Hatujapewa tuone mambo kama vile unayaona. Ukianza kushuka ngazi, unashuka unakuwa sio vile Mungu alikuweka. Ujue position imefanya nini?
umeipoteza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. So swali ambalo ninajua litakuwa kwa akili. Wacha nifikishe hapo kwa hayo, lakini tusonge mbele kwa maana kuna mengine ambao tunapaswa kufikia. Ninawezaje kurudia mahali pangu? How can I go back to my position? And I want to say 3 things which are very important. Number 1, realization. Praise the name of the Lord. Number 1, realization. Luke chapter 15 and verse number 17. Kujua ama kujijua, kujitambua. But when he came back to himself. In other versions they say when he came back to his mind. Aliporudiwa na akili. Kujua kulipokuja. Mawazo yake aliporudi nomo. Akakumbuka mimi ni nani. Akajua mimi ni nani. So realization, and it is important for you to note, I want to say this, realization, one of the former. Bwana asifiwe sana. Ni lazima mtu ambaye anataka kurudi position akumbuke mahali ametoka. Biblia inasema jichunguze uone uliangukia wapi ili urejee. Hakuna mtu anaweza rejea kama hajui alikuwa ameoccupy position gani. Ulikuwa wapi kabla sijashuka nifike mahali niko, kabla sijashuka nianze kubehave vile nina behave, nilikuwa wapi? Position ile ulioccupy, it is an important position. Bwana Yesu asifiwe. Because that one tells you who you are. It can give you understanding about what is expected of you. Praise the name of the Lord. Lakini kama haujui ulikuwa nani, ulikuwa wapi, mbeleni nilikuwa nimesimama wapi, hata tukisema rudi kwenu. Amen. Ni kama sasa watu wengine tuseme kuna wakati kulikuwa na vurugu hapa na Mungu ametusaidia na taifa hili Mungu atusaidie tusiwahi rudi pale tukawa na vurugu 2007, 2008. Mnakumbuka? Hata watu wanaambiwa warudi kwao. Ilianza 92, 97, 2002 kidogo, lakini 2007 sana. Bwana asifiwe sana. Nikuulize hivi. Kwa mfano, I was born in the Rift Valley. Mimi baba yangu story zile huwa walikuwa walinipea kwamba alienda akiwa kijana mdogo. Kijana mdogo amezaliwa tu, amekaa kidogo miaka kama 5, baba yake ameaga, wakahama na mama yake wakaenda Rift Valley. Nikuulize, mimi ukiniambia nirudi kwetu nitarudi wapi? Ninajua kwingine kweli? Kuna watu ambao hata hawajui wazazi wao walitoka pande gani. Praise the name of the Lord. Ni kama hasa tuseme kuna ile tulikuwa tunasoma katika history ya kwamba migration routes, mnakumbuka? Ya kwamba watu wote tulitoka north. Amen. Tukateremuka mpaka wapi? Kongo, wengine wakabaki na huku katika plains, kwa mfano wa Masai, wa Turkana na Wajaluo, wengine wakabaki na huko Sudan, alafu ndio tukakuja hapa. Na watu wale Bantus, sisi tuliteremuka mpaka wapi? Tanzania, tukatoka sijui Shungwaya, tukapanda hivi, tukakuja na huku milima ya Taita, tukagawanyikia huko, ndio wengine tukaenda huku, wengine wakaenda west, wengine. Sasa nikuulize, ati useme ya kwamba kila mtu arudi mahali alitoka. Hata huyo muhistoria kuna mahali pameandikwa vile tulikuja. Isipokuwa ni guesswork anafanya. Ukiambia Mkikuyu ati arudie hapa hivi akatia Tanzania, hata atakubaliwa in the first place. Alafu arudi Kongo. Wewe unaweza rudi Kongo? Wacha tuseme Bantus mrudi Kongo, mnaweza rudi? Okay, Nilotes mrudi na hapa hivi Sudan, mnaweza enda? Nie digesoka. Bwana asifiwe sana. Siwezi rudi. Hii mtu anauana na hapa, mtakaa na yeye namna gani? Na alafu muende mshikane na Msomali ambaye haelewi kitu, ashikanishi nini mnasema? Haiwezekani. Lakini najaribu kusema hivi, mtu ambaye hajui, hiyo unayosema sijui. Sasa tuseme ati mtu at least the great grandfather. Hiyo Afrika ni ngumu. Kwingine pengine inawezekana, lakini kama huku kwetu Afrika ni ngumu. So ukisema watu wengine turudi kwetu, we only know hapo tuko. That is our position. Praise the name of the Lord. Lakini kuna watu, for example, umewahi sikia, for example, American presidents, Obama anajulikana baba yao alikuwa ametoka Kogelo. Mama yake alikuwa ametoka wapi? Ni Mumarekani. Lakini familia yao originally ilikuwa imetoka wapi? UK. Na UK wapi? Ireland.
Praise the name of the Lord. So yule mtu hata ukisema arudi, anaweza rudi mpaka atrace his kazini yao. Tunaelewana? Wanaweza trace. Lakini Kenya ukiambia mtu atrace tu baba yake, ajui. Anakuambia mimi sikumkuta, sijui. Alikuwa wa wapi? Sijui. Uliza generation nyingine iko hapa, ile tulikuwa tunaita clan, ni ya clan gani? Anajua. Wengine hapa hata unajua wewe ni wa muhirika gani, wale wa Kikuyu. Si wengine hiyo ni story, hata wengine unasuka unachua muhirika hiyo ni nini? Hajui hiyo ni nini? Sasa ninasema hivi, kama mtu hajui position yake, anaweza rudi aje pale. Hata ukisema mtu arudi mahali pake, huwezi rudi maana haujui. Praise the name of the Lord. So if you have to understand, you have to realize your former position. Praise the name of the Lord. Number 2, you must also realize your current position. Your present position. Saa hii umesimama wapi? Saa hii uko wapi? Because pia ni vizuri. Unaweza kuwa unajua mahali ulitoka lakini hujui mahali uko. Amen. Mshawahi sikia watu kama wale ambao wanashikwa saa nyingine mtu anapewa madawa ya kulevya, akiibiwa. Mtu anaamuka, ameamuka. Mnamuuliza maswali anakumbuka, anawaambia kila kitu. Alafu anawauliza niko wapi? Anajua kwao, mimi naitwa Kirago, ninatoka Ruiru, Kiambu County. Ukifika huko area hiyo ya wataalamu najulikana sana, lakini muulize uko wapi? Anakuambia na kweli hapa ni wapi? Sijai kuja huku tena. Sasa muambie haya basi rudi kwenu. Atarudi akienda wapi? Anatoka wapi? Because where you are is as important as where you were before. Am I communicating? Mahali uliko ni pamuhimu kama mahali ulikuwa. Kwa hivyo usije na watu wengine ndio maana ninasema uache hii maisha reckless. You don't even take note of your life. Praise the name of the Lord. There is one thing that I encourage everyone to have in this life. Have a journal in your life. Have what? A journal in your life. Kuwa na kitabu ambao unaandika maisha yako vile ulivyo. Mahali umefika, vile unakaa. Unasikia nini katika moyo? Katika kuomba kwako, ni nini unajikuta ukiombea? Andika mambo haya. Kwa sababu yanaweza kukuonyesha. Ukirudi nyuma uanze kusoma, utaona story yako, barabara ile ulipita, ukifika mahali umefika. Kwa nini Mungu anakaa akifanya uombee utakatifu? Uombee utakatifu. Unaamka leo, unaombea utakatifu. Huyu Mungu nisaidie niwe mtakatifu. Alafu unaandika leo nimeombea area ya utakatifu. Baada ya siku 2 umerejea pale pale. Unaombea nini? Utakatifu. Hauoni ya kwamba Mungu anakuambia njia yako mahali unapita ni njia ambao haiko sawa. Umeanza kuingia mahali ambapo utakatifu wako uko threatened. Hallelujah. So wengine ninasema hivi, they live a life ambao hawaandiki chochote, hawajui maisha yao vile imekuwa na mahali wamefika. So sometimes when I want to understand my life better, I go back to my prayer journals. Ninaangalia vitabu vyangu kule nimeandika. Saa nyingine hata mahubiri na wahubiria inanisaidia kuelewa kule ninaenda. Kanisa mahali limefika, tukasoma hii, tukasoma hiki. Praise the name of the Lord. So your current position is as important as your former position. And number 3, you must realize your future position. Unapaswa kufika wapi? Unaelekea wapi? Where are you headed? Future yako ilikuwa iende upande gani? Barabara yako inapaswa kukuelekeza wapi? Because if you cannot understand these things, if you don't know, if you cannot realize, nilikuwa hapa na kwa hivyo nimeshuka. Ukiona nimesimama hapa, kuna kushuka nimeshuka. Ukiona nimetoka hapa nimesimama huku, kuna mahali nimeondokea. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, kama hayo huwezi yaweka kwa akili, hauwezi yaona, hauwezi realize, unarudi wapi? Biblia inasema the young man realized when he came back to his senses. So number 2, nimerudi kwa how do I go back to my position? Ninawezaje kurudi mahali pangu? Number 2, it is the desire to turn around. You know, the desire to reoccupy your former or your rightful position. Tamaa ya kurejea mahali pako. Tamaa ile ikiweko unaweza rejea. Lakini kama ile tamaa haiko, hauwezi rejea.
Bwana tukuzwe. Uko na tamaa. Unaweza jua ya kwamba mimi nimezaliwa na baba tajiri. Do you have a desire to go back to your father, that rich father? Uko na tamaa. Amen. Uko na haja ya kurudi kwa baba yako huyo tajiri. So in this life ni muhimu sana mtu kujua ya kwamba unaweza ishi na baba yako ni tajiri, ndiye mwenye zile mali, hiyo maroli inapita inabeba mizigo, hiyo ndege imepitia hapo juu ni ya baba yako. Lakini are you willing to go back to your father? Do you have a desire? Because if you don't have a desire, the possession is as good as lost. Bwana Yesu asifiwe. Kijana alitabua huku si kwetu. Amen. Kuna kwetu. Alikumbuka kule alitoka na akasema kwa moyo, nitarudi. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni lazima uwe na tamaa ya kurudi, na ni lazima ujinenee kulingana na hiyo tamaa, na ni lazima jambo la tatu na la muhimu sana, it is action. You can say every day, my father is a rich man, one day I will go look for my father, but until you go, you will never see that rich father. Na huwa nawafundisha kulingana na hili neno. Baba alienda kutafuta mwana? Hata kidogo. Hata siku moja ni kama baba sijui. Si mnaona hata Biblia inasema kwamba pale mwisho anasemwa, alisema ya kwamba mwanangu huyu alikuwa amefanya nini? Amekufa na sasa yu hai. Jina la Bwana libarikiwe. Baba ni kama aliamini, kijana umeenda, ni lazima uwe uliuawa. Ukiona hujarudi mpaka sasa umeuawa. Ninasema hivi, it is your responsibility to take the necessary action that repossessions you. It is your responsibility. Ni wajibu wako utende tendo lolote linalohitajika kurejesha mahali pako. So matendo ni ya muhimu, ndilo jambo la tatu. Kama utarudi mahali pako, one, you must realize. Ni lazima uwe na realization. Mimi ni nani? Nilipotezea njia wapi? Nawezaje kurudi pale? Number 2, ni lazima uwe na nini? Na tamaa. Tamaa ya moyo wako. Uanze kusema nitarudi. Uanze kusema nitarudi. Uwe na ile tamaa, nitarejea. Number 3, ni lazima urudi. Action. Tendo lile linakurudisha, ulifanye. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ni vizuri kujiuliza, mahali nilikuwa nilitolewa na nini? Je, huenda ikawa ni recklessness, ni kuishi maisha bila kujali. Huenda ikawa kuna mambo nilifanya na ndio imenirudisha mahali ama imenitoa mahali nilikuwa. Huenda ikawa kuna mahali Mungu alikuwa ameniweka, lakini kwa sababu ya kutojali ndio nimedrift away, nikajipata mahali niko. Bwana Yesu asifiwe. So baada ya kudrift away, ninastahili kufanya nini? Nimesema just have that realization, have the desire, and number 3, have the action or take the action. Do what you are supposed to do. Ni kitu gani kilinitoa pale? So that you do the necessary. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ulitolewa pale na nini? Na kutoomba. Ulitolewa katika possession wakati uliacha kujali. Bwana asifiwe. Ulitolewa katika possession kwa sababu ya mambo yale ambao uliyafuata katika maisha. Njia ile ambao ulianza kutembea ndani yake ndio ama imekuleta mahali ambapo umepoteza nafasi yako. Je, are you ready to do what you used to do ili urejee katika position yako? Kijana alisema nitarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Revelation chapter 3, as I conclude, Ufunuo sura ya 3. Tusome mstari wake kutoka wa 15. Revelation 3 from 15. Maandiko inasema, I know your works, you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Huyu ni mtu abani, kanisa linanenewa, kanisa la Laodicea. Linaambiwa ya kwamba wewe si moto, wewe si baridi, na kwa hivyo nitakutema kutoka kwa kinywa. Umepoteza position. Praise the name of the Lord. Lakini Yesu alisema hivi, for you say I am rich, I have prospered and I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind and naked. Angalia kanisa hilo vile linaambiwa,
hamtambui nyinyi mko wapi. Ni nini kinaendelea katika kanisa hilo? Wanaambiwa you are poor, you are pitiable, you are blind, you are naked, lakini unasema I am rich and I am prosperous. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri kila mtu kuwa na wakati wa kuji-evaluate katika wokovu. Am I in the position ambao nimepewa ama nimeondokea position yangu? Kwa sababu kama haujui position yako, haujui mahali uliko, haujui condition yako, hauangalii uone ya kwamba na mimi siko vile nilikuwa, mimi si mzuri kama vile nilikuwa, sitembei kwa haki ama woga wa Mungu kama vile nilikuwa natembea. Siku hizi naweza vumilia dhambi, siku hizi naweza angalia kitu ambao sikuwa naangalia bereni. Praise the name of the Lord. Hiyo ni kusema umepoteza position lakini haujui. Na hawa wakaambiwa, wewe unajifikiria uko na mali, unasema wewe ni tajiri, lakini wewe ni mtu masikini, mtu wa kuhurumiwa, mtu kipofu na mtu ambaye hana nguo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ushawahi enda mtu akakwambia utengeneze nguo? Ai. Bwana asifiwe. Mtu usikia namna gani? Si kuna kaibu hushika mtu. Yani nimekuja particularly kama umeenda bali, unajua ukiagua ukiwa kwa nyumba ni sawa, lakini hebu imagine umeenda barabarani, umetembea ndio wewe huyo, mtu anakuita kando anakuambia tengeneza nguo. Mtu usikia kama ungetamani dunia ipasuke ikumeze, si ndio? Maana hatupendi ule uchi. Can you imagine huyu anasema mimi ni mtu tajiri, alafu Biblia inasema hauna nguo, uko uchi. Check your position always. Ujiangalie. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuna fundisho lingine ambalo sitaki kulileta leo. Lakini nguo inamaanisha nini? Nguo ni matendo ya mtu. Uangalie matendo yako. Na ukitaka kujua kama una maintain position, kitu kimoja kizuri kuangalia ni nguo. Matendo. If you maintain your position, you maintain your garment. Nguo yako mtu hukaa nayo. Lakini ukipoteza position, kitu ya kwanza ambao hukuondokea kwa urahisi ni nguo. Mtu ujikuta hauna nguo. Wewe unatembea uchi, haujali matendo. Unatenda tu mambo vile unataka. Unaongea vile unataka. Yani haujali, you are reckless in your living. Na wapendwa, nimewaambia kutoka mahali tulianzia, mtu akiwa reckless, hakuna mtu rahisi kumalizika kama yeye. Mtu reckless, mtu ambaye hajali, ataisha kwa haraka, atapungukiwa, atafika mahali ambapo watu watamuangalia na wataona uchi wake. Praise the name of the Lord. Sina muda wa kusema mengi, lakini kwa sasa niwaambie haya ya kwamba ni muhimu kwako kujiuliza, am I in my position? Am I in my position? Je, niko mahali napaswa kuwa? Mambo yale ninafanya ni yale ninastahili kufanya? Is this everything I can do? Praise the name of the Lord. Kama wewe ni mchungaji kama mimi, ujiulize swali, is this all that I can do? Je, responsibility ile Mungu amenipa, hii tu ndio ninaweza? Vipawa vile Mungu ameweka ndani yangu, hii tu ndio ninaweza fikia? Kwa sababu kama kuna potential kubwa, tumeangalia hilo neno katika Luke chapter 12, is it 48? Tukaona ya kwamba Biblia inasema to whom much is given, much will be. Umepewa nyingi, utadaiwa nyingi. Umepewa makubwa, makubwa yatahitajika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Nataka tujiombee. Na nataka ujiulize hivi, am I in my position? Je, mahali niko, mimi niko katika ile position ambao nilipewa na Mungu? Niko mahali niliitiwa na Mungu? Hii tu ndio Mungu alikuwa anataka nifanye katika hii dunia? Je, tukiangalia kulingana na position tatu ambazo nimekuambia, nikasema position number 1, it is the position of God's that was established before creation. Nafasi about divine position. Hiyo Mungu aliweka hata kabla hujaumbwa. Concerning that divine purpose, are you operating according to it? Number 2, tumeongea habari ya nini? Gifts na talents zile Mungu hupeana. Je, according to the gifts and the talents, are you operating in them? Praise the name of the Lord. Number 3, tumeongea habari ya potential. Are you operating in the potential that you have? Wapendwa,
tuache kukubali ya kwamba position wise your position ile Mungu amekupea, nafasi ambayo Mungu ameestablish katika maisha yako, unaondolewa pale, unarudishwa chini, unadunishwa, unaondolewa mahali pa utukufu. Wapendwa, wakati umefika kama the prodigal son to say there is a better position for me. Siwezi kubali tu kuishi maisha ya chini. Wapendwa, nataka uinue mikono yako mbele za Bwana. Pray for yourself. There is a divine purpose in God. There is a divine position in God. There is a potential within you. There is something God made you to become. Can you ask God that it will be fulfilled in Jesus' name? Hautakuwa kama yule aliyeficha talanta, lakini utaitumia, utafanya kazi nayo, utatembea nayo, utafika mahali unastahili kuwa, in the name of Jesus Christ. Reka bayando boshela baganda reta kamana kosoli bazala mayande reketela kosara mazala baganda. Oh God, there is a divine possession set for me even before the foundations of the earth were laid, even before the foundation of the earth were made. Oh God, there is a possession you set for me, you prepared for me. Makarakatayana zo soneketa bagande basoli mayanda Rino lokotori bazala makate reposela katara mashala bagande. I pray, my God, the potential within me will be fulfilled in the name of the Lord. The word of the King in my life will be fulfilled in the name of the Lord. Sakayande ketobozalimo palekena katara masola bazande. Bwana, kuna wengi tulipoteza nafasi zetu kwa sababu ya mambo yaliyotutendekea. Tulipoteza mahali petu kwa sababu ya matukio katika maisha, lakini naomba siku ya leo uturejeshe mahali petu. Pray for yourself, my brother. Pray for yourself, my sister. Ask God to restore you. Ask God to restore you. Ask God to return you to your possession. Oh my Father. Kijana mwana mpotevu akasema, nitarudi kwa baba yangu, nitamwambia nilikosea. Nataka tuambie Bwana atusamehe kule tulifanya mambo tukapoteza nafasi, kile tulifanya kikafanya tupoteze possession. May we ask for forgiveness from God, for the masses of God today. Yekosina katorobo salaba yande reketela makosoli bazande rebazaya rika zamana kotalibo zela mayando ropasaka baganda rabasala bayande. In the name of Jesus Christ. Oh, how I bless you, how I magnify your name. Rika bagande rebo salibo yande rekatala makotori bazanda rabazaida. Oh my Father, there is a lot that we may have lost, but there is much ahead of us. Roka simana kotaya rapona katerema sandelabo ramana katala bazalima rikanela kosolobo zandela roposamana kusena moyande reposali kandere basalabayata. Restore me, my God. Restore my life, my Father. Take me back to my possession. Take me back to my possession. Take me back to my possession. Inua mikono yako mwambie Bwana nirejeshe. Nirejeshe mahali pangu. Whatever it takes, take me there, my God. Bring me back to my possession. In the physical, in the spiritual life, in any given way. Restore me, my Father. In any given area, restore me, my Father. Yekasama mama yata kuna gone mazo
Rika salama katori masalama yande. Rika zola katarabasaka baganda. Rapasaka bayande rebo saliboyate. Pray, my God, restore in the name of the Lord. Restore in the name of the Lord. Restore in the name of the Lord. Restore, my Father, in the name of Jesus. Restore, my God. Rejesha maombi yetu. Rejesha nguvu ya kukutafuta. Rejesha neema ya kukufuata. Rejesha utakatifu Bwana. Rejesha nguvu ya masomo. Rejesha nguvu ya kufanikiwa. Rejesha kazi zetu Bwana. Oh, rapapapa sakaraba. Somebody talk to God. Ombea Mungu restoration. Ombea Mungu urejesho wako katika kila eneo. Maeneo ambayo inahitaji urejesho yaombee. In the name of Jesus Christ. Rena kambo silabo. Palamana katerema salaba. Rakatamana kosolibo yande. Remana katalama zakabayanda. Rakezela katarabazande. Kilicholiwa na madumandu na tunutu na nzige, wacha kirejeshwe leo. Let God restore that which was destroyed in your life, that which was broken in your life. Let it be restored. Whatever you must have, receive it in the name of Jesus. Restore. Restore, my God. Restore, my Father. Restore, my God. Restore, my Father. Oh God, restore. Kuna maisha niliondokea, nirejeshe Bwana. Kuna maisha niliondolewa kwake. Restore, my God. Revive me, my Father. Renew my strength, oh God. Panala katalamayo, roka salama katalabaze, repsela katarama salabayande. Restore, restore, restore. Oh, kuna mambo nimepoteza, nataka urejesho. Pokea nguvu ya urejesho. Pokea uweza wa kurejea. Go back to your possession. As a prodigal son went back to his possession, I decree a repossessioning by the word of the Lord. Natangaza urejesho kwa neno la Bwana. Natangaza urejesho by the word of God. Siku nyingi nilizitupa, zingerudi siku zile, ningempa Mwokozi wangu, ningemtumikia. Nisimame mbele ya Mungu, sina kitu cha kumpa, sina lo hata tunda moja. Je, nitakuwa hivyo? Kuna siku Bwana anarejesha. Kuna masiku Mungu anakurejeshea. Kuna uweza Mungu anakurejeshea. My God,
My God, my God, my God, restore me, my Father, restore my brother, restore my sister. Makasana mayolaka, liposila katerebo salamayande, rekete manakosoli bazande. Oh my God, Father, I pray for those who are watching from their homes, from their places of work, as they are traveling. Give them the grace to be restored, my Father. Whatever they require for restoration, let it be restored in the name of the Lord. Whatever they need to come back to possession, let it be given unto them in the name of the Lord. And as they come to possession, let them experience the joy, the goodness and the grace of God. Father, we thank you. I release your blessings upon them. I release your favor upon them. In Jesus' name. Amen. God bless you. For those watching online, the Lord bless you. We shall meet in the next service. Shalom. For us who are here,